Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameziagiza mamlaka, taasisi na wadau wote waliopewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi ya mwaka 2025 wabadilike na wahakikishe wanatekeleza wajibu wao kwa kuzingatia misingi ya utawala bora na utawala wa sheria ili kufikia malengo na shabaha zilizoainishwa katika sera hiyo. Amesema taarifa za ukaguzi za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma zinaonesha kuwa changamoto katika ununuzi wa umma sio sera, sheria wala kanuni, bali ni waliopewa dhamana ya kusimamia sera, sheria, kanuni na taratibu za ununuzi. Lakini hata taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma zinaonesha kuwa changamoto katika ununuzi wa umma sio tu ni sheria wala sio tu ni kanuni, bali imekuwa pia wale waliopewa dhamana ya kusimamia hizo sheria na kanuni. Sasa tunapoleta na sera hii, tusitoange maji kwenye kinu. Ndugu zangu, ndio maana tuliitana wote hapa, wote tumeitana hapa. Tusiwe na kitu kizuri kimeandikwa, sera nzuri imeandikwa, sheria nzuri imeandikwa, kanuni nzuri zimeandikwa, halafu kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoka kusema, tukienda kwenye uhalisia business as usual. Sema hatua hiyo ya kisera inalenga kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi, kuongeza fursa za ajira na kipato, pamoja na kujenga uchumi jumuishi na shindani unaomilikiwa na Watanzania walio wengi. Amesema kwa ujumla fursa hizi zinalenga kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi, kuongeza uzalishaji wa bidhaa, utoaji wa huduma, pamoja na kukuza uwiano wa upatikanaji wa bidhaa na huduma. Amesema hii ni kutokana na ukweli kwamba kwa mara ya kwanza Tanzania inakuwa na mwongozo mmoja wa kisera unaounganisha na kufungamanisha mtazamo wa kimfumo na hatua zote muhimu katika mnyororo wa ugavi ya ununuzi, ugomboaji, upokeaji, urejeshaji, uhifadhi, matumizi, usambazaji hadi uondoshaji wa mali za umma. Hatutaweza kuachieve dira ya taifa ya 2050 kama tutaenda business as usual. Nisisitize pia mamlaka zote zinazohusika zihakikishe kuwa utekelezaji wa sera hii unaimarisha ushiriki wa wazalishaji wa ndani, wafanyabiashara wadogo wadogo, wakati pamoja na wakubwa, makundi maalum ya kijamii, ili tuweze kufikia malengo jumuishi na usawa miongoni mwa washiriki. Waziri Mkuu amesema sera hiyo inaweka mkazo katika matumizi ya malighafi na wataalamu wa ndani, kukuza viwanda vya ndani, kuimarisha miundombinu ya kiteknolojia pamoja na kuzingatia hifadhi ya mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Amesema kwa kufanya hivyo mnyororo wa ugavi umeimarishwa na kuwa chombo cha kimkakati cha kuongeza uzalishaji na ugavi wa bidhaa na huduma pamoja na uendelevu na ushindani wa taifa katika masoko ya kikanda na kimataifa. Wakati huo huo, Waziri Mkuu amezitaka wizara, idara zinazojitegemea, wakala wa serikali, taasisi na mashirika ya umma, ofisi za wakuu wa mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wa sekta binafsi watekeleze sera hiyo kwa weledi, uwazi na uwajibikaji. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Juma Malki Akil, Mtendaji Mkuu wa Mahakama, Profesa Erusante Ole Gabriel ambaye amemwakilisha Jaji Mkuu wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Bajeti,
Mashimba Ndaki aliyemwakilisha Spika wa Bunge, wakuu wa mkoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na makatibu tawala wa wilaya. Wizara ya Fedha, tuendelee kuimarisha mifumo na utaratibu wa ufuatiliaji na tathmini katika utekelezaji wa sera hii ili kuhakikisha kuwa malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa. Wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali, taasisi, mashirika ya umma, ofisi za wakuu wa mikoa, mamlaka za serikali za mitaa, wadau wa sekta binafsi, tutekeleze kwa weledi na uwajibikaji sera hii ili kuweza kufikiwa kwa malengo ambayo yamekusudiwa.